Mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Alex Studio Crest TV, hii leo niko kwenye kijiji cha Kaikoti, kijiji ambacho kiko upande wa kaskazini magharibi mwa kata ya Nkwenda, kikipakana na kata ya Rwabwere. Leo nimepata bahati ya kuzungumza na mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Kaikoti na kuletea matangazo haya moja kwa moja. Mimi ni Eladus Mohoza. Hebu twende. Mheshimiwa, karibu sana. Hii ni Alex Studio Crest TV. Asante sana mtangazaji. Ninaitwa Nevison Kaumuza Nestori, ni mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Kaikoti awamu ya pili. Umesema wewe ni mwenyekiti wa kijiji hiki kwa awamu ya pili. Ina maana leo una takriban miaka 6 kwenye kijiji hiki cha uongozi. Hongera sana. Asante. Kaikoti yako unaionaje? Ikoje? Imepiga hatua gani katika kipindi chako cha uongozi? Ulikuta wapi? Umeifikisha wapi? Kaikoti iko salama sana, na Kaikoti inapiga hatua kubwa mno tangia niwe kiongozi kama mwenyekiti wa serikali ya kijiji. Nilianza nikiwa mwenyekiti wa kitongoji cha Kaikoti B, lakini baadaye wananchi wakapendezwa wakanipandisha nikawa mwenyekiti wa serikali ya kijiji tangia 2019 na hadi 2024 wakaniongeza nafasi nyingine ya kuwa mwenyekiti wa kijiji. Na niwashukuru sana wanakijiji wa kijiji cha Kaikoti, wamenipokea vizuri sana na tunafanya pamoja maendeleo kwa kiwango cha juu. Kaikoti haikuwa na kitu chochote wakati ninaingia kiwa kama mwenyekiti, lakini kwa sasa Kaikoti tayari ina shule, tayari ina kiwanja cha shule, tayari ofisi ina vifaa vya kiofisi, pamoja na kwamba hatuna ofisi ya kiserikali, lakini tuna ofisi tunayoitumia ya kukodisha, bado ina vifaa vya kutosha vya serikali. Lakini pia wananchi wako salama kwa maana ya ulinzi, kijiji kiko salama. Wakati ule wananchi walikuwa wakigombana kwa kiwango cha juu, lakini baada ya kuingia na tukatoa elimu ya kiwango cha juu, wananchi wameelimika. Lakini pia ishu ya maendeleo ya mmoja, wananchi wa kijiji cha Kaikoti wanapiga hatua kubwa mno. Majengo tuliyokutana nayo ya matofali yalikuwa machache sana, lakini kwa sasa unaona wananchi wanajenga majumba mazuri ya kisasa, lakini pia vyoo vya kisasa, na maisha ya wananchi yanaendelea vizuri. Watoto wanaenda shule, lakini pia mambo mengine yote ya kijamii yanaendelea vizuri. Sina shaka sana kwa kijiji cha Kaikoti. Umesema umekikuta kijiji kikiwa nyuma, umekipandisha. Maendeleo ya mtu mmoja yako vizuri, lakini hata ofisi za vijiji ziko vizuri, japo unaishi kwenye ofisi ya kukodi ndiko unapofanyia kazi. Unaiomba nini serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambao wanakupata online, wanakupata kwenye media hii? Unawaomba nini ili uwe na ofisi yako inayotambulikana kama mwenyekiti wa serikali ya kijiji? Kwanza kabisa nipende kuwashukuru sana wanakijiji, lakini pia wadau pamoja na serikali. Kitu kwa sasa ambacho kinatuuma ni shule. Shule yetu tumejenga iko kwenye usawa wa level, haijaezekwa, pamoja na kwamba tayari serikali imetupa shilingi milioni 5 za uwezekaji, lakini sisi tunasema bado tumepata milioni 5 za kuwezeka chumba kimoja. Tunaomba sana serikali itusaidie kutujalia kuwezeka vile vyumba, lakini pia kufanya finishing mpaka watoto wakaingia darasani. Watoto wetu wa kijiji cha Kaikoti wanaenda kilomita nyingi, kilomita 6 kwenda na kurudi, kutoka vitongoji vya Rwekubo, Buturage B, Kaikoti B ni mbali sana kwenda shule ya msingi Karo. Kwa tunaiomba sana serikali ituwezeshe. Wananchi wamechangia kiasi kikubwa. Ukiona wananchi wamechangia milioni 14,300,000 za kununua kiwanja, wakachangia milioni 14,700,000 za kuinua jengo mpaka kwenye level. Unaona, kwa wananchi wachangiaji 325 wamejitahidi sana. Watu tunaiomba sana serikali ituwezeshe kuwezeka hivyo vyumba, lakini kuifanyia ukarabati mpaka watoto wakaingia darasani. Ni swala la kiofisi, tutaendelea kupambana, lengo tuanze watoto wetu waanze wapate pa kusomea. Asante.
Mtazamaji wa Latest Diocles TV, kiongozi aliyeje huyu ambaye yeye anatanguliza maslahi ya wananchi wake. Kama ulivyomsikia, amesema swala la ofisi yake siyo shida, yeye anawashughulikia wananchi, na anachokiomba serikali ni kwamba ihakikishe kwamba vile vyumba vilivyojengwa kwenye shule ya Kaikoti vinaweza kuwezekwa ili watoto wanaotoka vitongoji vya mbali kama Rwekubo, Karo, Nyakagando waweze kupata huduma ya elimu. Mwenyekiti, una fikra gani hadi kuwekeza kwenye elimu kwa watoto wadogo? Elimu kwa sasa ndiyo kila kitu. Mtu wa kwanza ni Mwenyezi Mungu, wa pili mzazi wako. Kwa maisha ya kawaida ni elimu. Elimu inapokuwepo kwenye jamii, serikali ni mteremko tu kuongoza watu. Watu wanakuwa wanaelewa, watu wanakuwa wanajua wanachokifanya. Ndicho tunachokifanya kwa sasa. Watoto wetu wapate elimu, wakishapata elimu, jamii yetu ikaelimika, jamii itaenda vizuri sana. Wala tunakuwa hatuna shida yoyote ile kwenye. Mimi nikushukuru mwenyekiti, kwa sababu cha kwanza elimu, cha pili elimu, cha tatu elimu. Maendeleo uliyoyasema yametokana na baada ya wewe kuwaelimisha wananchi, lakini sasa hivi unawekeza kwa vijana, kwa taifa la leo na la kesho. Kila laheri. Na unazungumza nini kwa mwisho kabisa kuhusiana na mkutano wa maendeleo unaokuja hivi punde wa mheshimiwa diwani wakati Yankwenda? Namkaribisha sana 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 mheshimiwa diwani, lakini pia na waombeni sana wapiga kura wa kata ya Yankwenda wamrudishe mheshimiwa diwani. Anafanya kazi kubwa, kazi ya kujituma, kazi ya umakini na kazi ya upendo ya kutoka moyoni. Kwa hiyo nawaomba sana sana sana, kama itawezekana asipungukiwe hata kura moja. Amesema kitu kizuri kwamba anaupokea mkutano wa mheshimiwa diwani, lakini anaendelea kusema mheshimiwa diwani amekuwa bora kwa upendo, heshima, mshikamano kwa wananchi wote. Anaomba wananchi wote wamuunge mkono, na ikiwezekana anaonyesha mkono juu kwamba kwa mheshimiwa diwani Edward Katunzi ni mitano tena. Kila la heri mheshimiwa, nikushukuru sana na nikuombee mkutano mwema. Hii ni Latest TV na mimi ni Eladius Muhoza.